mtu akiwa katika ugonjwa wa akili, hata wazimu ambao wajua hii tunaita wazimu, uko na aina mbalimbali. Wazimu kwa aina nyingi sana, na kila mtu nafua aende kwa daktari tunayemuita psychiatrist aweze kumwambia aina yake ya wazimu na tiba yake ni aina gani, ili tuokoe watu wetu wanaweza kuishi maisha ya kawaida. Hawa ambao wako katika ugonjwa wa aina hiyo wako katika hatari kubwa sana ya kujitoa uhai. We say they are at a higher risk of committing suicide or dying by suicide than wale ambao wako hali ya kawaida mara kwa mara. Niseme pia, yule mtu ambaye anafikia kiwango cha kujitoa uhai, kwa wakati ule anapojitoa uhai, huwa akili yake si nzima. Huwa wakati anapoenda kujitoa uhai, huwa akili yake si nzima. Kwa kawaida akili ya mwanadamu, hata ya wanyama, huwa inajiepusha na kifo. Hata sasa hivi vile nimekaa hapa, kanyoka kakiruka hapa, mimi nitakimbia, hata wewe usitakimbia. Hata kama ni kanyoka kadogo, sababu unafikiri katakuua, hata kama hawezi kukuua, mpaka ndio ufikirie kwanza. Kwa hivyo kwa akili ya binadamu ya kawaida ama mnyama yote kawaida anayejaribu kuepuka kifo, mtu ambaye atajisongeza kwa kifo mwenyewe, akili yake si timamu, si nzima wakati ule. Kwa hivyo huwa wamefikia kiwango cha kwamba akili yake si nzima. Depression, huu msongo wa mawazo, uko na viwango mbalimbali. Kuna hii kawaida, kuna hii moderate, kuna severe, na kuna ingine tunaita chronic. Chronic kwamba unakuwa na msongo wa mawazo kwa muda mrefu mpaka kufanya kazi kwako katika maisha yako kunakuwa compromise, yani kunakuwa kumedunishwa mpaka huwezi kufanya kazi vizuri, huwezi kufanya shughuli zako mwenye, hata ujipendi, unakuwa na chuki, unakuwa na nini. Sasa inakuwa ni chronic. Lakini kuna ile tunaita acute. Acute ni kwamba sasa hivi vile tunaongea hapa, alafu unaona moyo umeenda chini mpaka unajiona huna maana. Usipopata mtu kukupatia moyo wakati ule, unajitoa uhai. Na hiyo huwa inakuja sana kwa watu ambao wako na hiyo chronic ambayo imechukua muda mrefu mpaka wanaanza kufikia kwangu kwamba hawajioni kwamba wana maana. Niseme pia, wale ambao wanaanza kujitoa uhai pia wanaanza kukutoa wewe uhai. Mtu yote ambaye anaanza kujiua yeye, anaanza kukuua wewe. Kama maisha yake hana maana, yako ndio yana maana. Na tumeona visa vingi sana, mtu anaenda anaua watu wake wa familia, alafu anajiua yeye mwenyewe. Wakati ule anapowaua, huwa wakati akili yake si nzima wakati ule, na anapata urahisi wa kujiua. Lakini wataalamu wanasema hivi, wanawake hujaribu kujiua, yani wale ambao wanajaribu kujiua ni wengi kuliko wanaume. Lakini wanawake huwa mara nyingi wanajaribu kujiua ili wapate mtu wa kuwasikiza. Huwa ni kilio kwao. Nasema wana raise alarm. Ndio maana unasikia mama anasema, "Hii sumu mimi nitakunywa sasa hivi, nitakunywa." Sasa na umeishikilia, si ukunywe. Ama anaweka kamba hapa, anakuambia, "Unaona hii kamba hii? Mimi nitajinyonga na hii kamba hii." Alafu tena anaenda, kesho anarudi na alala vizuri, alafu asubuhi anakuambia, "Unaona hii kamba niliweka hapa jana? Mimi nitajiua." Sasa usiku iko hapa, mbona ukiua? Wanawake wengi wanajaribu sana kujiua kama njia ya kutaka msaada, na wanapata msaada, na wanaeleza. Wakipata mwenzake, anamweleza zile shida ambazo anapitia. Kwa kueleza huwa tunapata tiba kidogo, pressure inapungua. Kwa hivyo wanawake katika kujitibu katika hii hatari ya kujitoa uhai wako mbele kuliko wanaume. Wengi wanajaribu kujitoa uhai ama wanajaribu mbinu mbalimbali, lakini zao huwa ziko nyonge ili wasiweze kufariki. Kwa kweli si ati wanataka kufa, wanataka tu watu wajue kwamba wako na shida na wanapata. Lakini wanaume mara nyingi sana, mwanaume ana plan hiyo suicide, huko kujitoa uhai kwa muda mrefu sana, na hapendi mtu ajue.
huwa hapendi mtu ajue, na hata kama akichukua hiyo kamba, vile tunasema, anaificha. Hata hiyo sumu anaificha, ana plan polepole. Wanaume huwa hawapendi kuokolewa katika hali ya kujaribu kujinyonga, huwa anapenda wakijaribu wafaulu. Ndio maana hivyo visa tulivyo navyo ni vya wanaume kuliko vya wanawake. Lakini ukiuliza sub chief na wazee wa mtaa, wanawake waliojaribu ni wengi sana katika hicho kijiji. Kwa hivyo wanaume huwa mara kwa mara wanapanga ili wasirudi, kwa sababu pia ya kitu tunaita stigma, kule kubaguliwa, kule kusemwa, kudharauliwa, watu kunena mambo mengi kwamba huyu alijaribu kujua nini. Wanaume wapendi hiyo, wanataka kama ameenda. Halafu katika hali ya wanaume huwa hawapendi kusema shida zao, na sijui kwa sababu tunaambia tutakufa kondoo. Wewe ni kondoo ama kisabuni? Sabuni inakufa vipi? Sabuni inakufa vipi? Vile unaitumia inaendelea kufa Sasa wanaume wanakufa kisabuni, wanawake wanakufa kondoo. Vile mnavyomjua ni mnyama ambaye hatoi sauti sana, huwa amezuia sana, si ndio? Pengine ndio maana wakasema wanaume wanakufa kondoo. Wanaume hawasemi mambo yao. Halafu wanaume wanapenda kama atasema ajue kwamba yule anayemwambia hatasema, mpaka akuamini kwamba hutasema. Na huko mwanamume kukuamini pia ni ngumu sana. Wanawake wanaamini watu kwa urahisi, mnajua hivyo. Wanawake, Mungu aliwapa roho nzuri zaidi wanaamini watu kwa urahisi. Wanaume hawaamini watu kwa... Nasema kwa nia mbaya, hata wengine tuko nao mabwana zetu hatuamini. Na tumekaa nao miaka ngapi? Hatuamini na hata kuamini. Kwa hivyo wanaficha. Hiyo inazidi kuwapa ile pressure inazidi kupanda. Pia mila zetu na malezi yetu inafanya mwanamume asieleze anaposikia uchungu. Si hata nyinyi mkiwa na watoto, naambia watoto wawili, huyu ni msichana, huyu mvulana, wakianza kulia yule mvulana anasema selele sabaka. Si mnaambia hivyo? Hata kina mama wenyewe ndio wanamwambia hivyo. Anaambia mtoto wa kiume, selele sabaka. Usilile kama wanawake. Msichana akilia sawa, huyu msichana atalia. Kwani uchungu si ni uchungu tu? Sasa huyu mwanamume ataenda kulia wapi? Kwa hivyo tujiepushe sana na vitu ambavyo vitafanya wanaume wasi express. Mimi nimeanza campaign ya kuangaikia afya ya akili ya wanaume. Pale Voi tunaita Men's Mental Health Conference, na ingine tunaita Men's Mental Health mtaani. Tunaenda mtaani, tunakutana na wanaume, tunaongea kitu gani kinatutatiza, kwa sababu hata idadi ya hawa vijana, hawa watu wa mrika hawa, wale ambao wako katika madawa ya kulevya na pombe na nini, wasichana ni wachache, wavulana ni wengi, si ndio? Na katika jamii zetu tunajua kwamba, ama tunaeleza hawa watoto kwamba mwanamume ndio kiongozi wa familia, si ndio? Sasa kama wako kwa pombe, kijana wa miaka 20 ama 25 amekuwa addicted, atakuwa kiongozi wa familia namna gani? So unaona familia zetu tayari ziko na shida. Na mara nyingi sana hiyo pombe itamfanya aingie katika hali nyingine za changamoto ya afya ya akili. Na sasa yeye ndiye kiongozi. Na jamii yetu nayo haitamvumilia, itamwekea pressure.